Kama mtakumbuka, ndugu waandishi wa habari, mwaka jana mwezi wa kwanza tulikuwa na uchaguzi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambapo katika uchaguzi huo, wakati huo nilikuwa mwanachama wa Chadema na nilikuwa mweka hazina wa Chadema kanda ya Pwani. Sasa nataka niwasogeze ili muweze kuelewa baadhi ya mambo, ili mfahamu ni kwa nini niliondoka Chadema, lakini ni kwa nini nilienda Chauma na kwa nini naondoka Chauma. Sasa nina mambo kama hayo matatu, naomba niwapitishe kidogo ili muweze kuelewa. Waswahili wanasema ukiwa na hasira sana usifanye maamuzi, na pia wanasema ukiwa na furaha sana pia usifanye maamuzi, unaweza kuharibu. Sasa ndugu zangu, mwaka jana mwezi wa kwanza tulipoenda kwenye uchaguzi mkuu ndani ya Chadema, mtakumbuka tulikuwa na viongozi wakubwa wawili wanagombea, na katika uchaguzi huo ambao ulikuwa na makundi mawili makubwa ndani ya chama, mimi Patrick Asenga, niwe mkweli kabisa wa moyo, sikuwa na muunga mkono mwenyekiti wa sasa wa Chadema Tundu Lissu. Nilikuwa na muunga mkono Freeman Mbowe katika uchaguzi ule. Na katika uchaguzi ule ambao kimsingi ulikuwa uchaguzi huru na wa haki, Freeman alianguka katika uchaguzi huo. Na katika mazingira yale chama chetu kikagawanyika makundi mawili. Sasa ndugu zangu, kama mnavyofahamu, wakubwa tuliokuwa nao wengine walikuwa kwenye secretariat tulivyokutana, ambao kimsingi hawakuwa upande wa Lissu. Tukashauriana tutafute chama kingine ili tuendelee kufanya siasa, kwa sababu walituaminisha kwamba uongozi huu mpya ulioingia wa Chadema hauwezi kutusogeza mbele, kutuondoa hapa na kutufikisha kwenye malengo ya kuchukua dola. Sasa tukajengeana hoja kwamba tutafute chama kingine, ndipo tulipojitokeza tukatafuta chama kingine na tukajiunga na Chauma. Sasa niliwaambia ile siku mahakamani, mimi nikawaambieni kwamba nitawaita ili nitangaze msimamo wangu. Na ndugu zangu, kwa mambo yalivyokwenda, kimsingi nimeona kabisa, na baada ya kutafakari kwa muda mrefu, lakini nikarudi upande wa pili, ndugu zangu, wale viongozi wa Chadema ambao tuliambiwa kwamba chama hiki hakitaweza kwenda mbele, nikapiga mahesabu yangu yote, nikafanya tathmini yangu binafsi, nikagundua tulikosea, na nikagundua tumepotea njia. Chadema kwa maneno yale ambayo tulikuwa tukiambiwa hayako hivyo kama alivyokuwa anasemwa. Ukweli ni kwamba tulikosea, na nikitazama ndugu zangu, vyama vingine vyote hivi sioni chama ambacho ni cha ukweli cha upinzani zaidi ya Chadema. Ndio maana baada ya kutafakari kwa kina, nimeona nirudi nyumbani. Ni mtoto, unaweza tukasema ni mtoto, kuna ile hadithi ya kwenye Biblia wanaita ni mwana mpotevu. Sasa ndugu zangu, mimi nimetafakari, nimeona kabisa kwamba sehemu sahihi ni nyumbani kwangu, na nyumbani kwangu ni Chadema. Chama hiki ndicho ambacho kilinipa mimi heshima kubwa. Mwanzoni kikanipa nafasi nikawa diwani wa Tabata, kikanipa nafasi nikawa mwenyekiti wa wilaya kwa miaka 10, baadaye nikawa mweka hazina wa kanda, lakini pia kimewahi kunipa nafasi, kikanipa heshima ya kugombea jimbo la Rombo. Niligombea ubunge wa jimbo la Rombo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi chama hiki ndicho chama pekee ninachokiona kinaweza kikawavusha Watanzania pa kilipo, na ninajiona na wiu wa kurudi nyumbani, nikaongeze nguvu, nikatumia maarifa yangu na nguvu zangu kukisaidia chama hiki tuweze kushika dola. Sioni chama kingine chochote. Kwa hivyo naomba kutumia fursa hii ndugu zangu, kwanza moja kabisa kuwaomba radhi viongozi wa Chadema ambao kwa njia moja ama nyingine nilitoa matamshi ama mabaya wakati wa kuondoka. Na waomba radhi sana ndugu zangu. Ndio maana nikatangulia kusema kwamba usifanye maamuzi ukiwa na hasira sana, na pia usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, utaharibu. Kwa hiyo niombe sana, narudia tena kuwaomba radhi viongozi wangu wa Chadema, wanachama na wananchi wote
kote ambako nimeshiriki shughuli za kiserikali, nilikogombea nafasi zozote zile, na waomba radhi. Naomba kutangaza rasmi kwamba narejea Chadema na ninafuata taratibu zote za kujiunga tena upya. Kwa hiyo nawaomba viongozi wangu popote pale wanisamehe sana kwa yote yale ambayo yalitokea na wanachama, na naomba wanipokee. Niko tayari kuingia kwenye mapambano, niko tayari kusaidiana kwenda kufanya kazi za kuhakikisha tunalikomboa taifa letu. Sirudi Chadema kwa ajili ya kwenda kutafuta vyeo, kwa maana kwenda kugombea nafasi za uongozi, hapana. Narudi Chadema kusukuma kazi iliyoko mbele yetu ya kuhakikisha tunapambana kupata katiba mpya. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.